Yes, Mwananyayo TV bwana, kama ni mara yako ya kwanza kutembelea katika YouTube channel yetu hii pendwa ya Nyayo TV, leo tuna mgeni wetu hapa, hivyo ni vyema ukabaki kuanzia mwanzo wa kipindi chetu mpaka mwisho wa kipindi chetu. Bwana, mambo vipi? Poa, mambo mzima kabisa. Mungu anasaidia. Waendeleaje wewe? Alhamdulillah. Bwana, kuna kitu hapa ningependa nikuulize. Kuna hili swala ambalo jamii na wanajamii wengi wanasema kwamba watoto wa 2000 wanavunja sana ndoa na mahusiano ya watu. Hili na ukweli kwa namna moja au nyingine? Lipo ya Kabisa. Ndio. Na unadhani ni kwa namna gani hawa watoto wa 2000 wanavunja hizo ndoa? Watoto wa 2000 wamechangamka tofauti na mishangazi. Ndio. Kwa hapa ngoja kuelimisha mishangazi. Yeah. Kuchangamka kama watoto wa 2000. Yeah. Kuchangamka kwa namna nyingi, uchangamke kwa namna gani? Tumejisahau sana mishangazi. Sababu nakuta mtu ana mumewe, anamwacha tu. Yeah. Unajua tena. Mazoea, mtu anashiki mazoea. Ampikii vizuri kwa wakati, maji ya kuoga nini. Unajua tena muda wote upo na simu tu. Yeye anaperuzi, akiamka asubuhi anaperuzi, akiamka mchana anaperuzi, jioni anaperuzi. Sasa mtoto wa 2000 majukumu yake anayajua. Lazima akushinde mshangazi. Kwa hiyo tuelimike jamani. Mshangazi majukumu yake anayatimiza vizuri kabisa. Mtoto wa 2000 majukumu yake anayatimiza tofauti na mshangazi. Unadhani hiyo mishangazi inafeli wapi? Inafeli mazoea. Naishi kimazoea ndani. Kwamba wewe nimeshamzoea mume wangu. Tunajua tena ni kimazoea. Kwa hiyo mtoto wa 2000 aishi na mume kimazoea. Kila siku anaona kama bado mpya. Kila siku analeta vitu vipya. Kila siku analeta vitu vipya yani. Mpaka mume mwenyewe anachanganyikiwa, anapagawa. Vipi kwana? Anasahau kabisa nyumbani. Anamkimbia mshangazi. Hatari. Anaenda kwa mtoto wa 2000. Kwa hapo mtoto wa 2000 wamewawini sana kwenye engo hiyo. Yaani wewe acha tumsitaki kuongea sana. Maandalizi humo maji ya kuoga nini, kula vizuri kwa wakati. Kutoka hapo anapetiwa. Wenyewe watoto wanasemaje? Kwenye kisinia. Kisosi. Maji iliki nini, mdalasini kama yote. Na kuogeshwa anaogeshwa. Beseni ndani kwa ndani. Ndio wale mambo ya Mbosso mtu anatekwa. Atoki nje. Kwa watu 2000 wanafanya vitu vingi. Umeona? Kitandani wakuandae vizuri mashangazi. Ila watoto wa 2000 wako vizuri. Wanaandaa vizuri yani. Sinajua lakini mishangazi tunajisahau kwenye sekta hiyo yani. Lakini mtoto wa 2000 kwenye sekta ya kitandani balaa. Ukiacha mambo mengine ya kula, sijui nini, kuoga, tutafungiwa ndani na kwenye beseni kubwa. Akitoka nje kila kitu kamaliza. Sasa mshangazi muda wote online. Tujifunze jamani mshangazi. Watu wanachukua vitu kwa kawaida. Simple. Mwanaume achukulie simple jamani. Haihitajiki hiyo. Mwanaume ataka kila siku mpe kitu kipya. Ndio anakuwa. Ujiani usiishi na mwanaume kimazoea. Kwa hiyo ndio uniambie hili swala la wanaume kuondoka ndani, muda mwingine wanawake ndio wanasababisha. Sana. Sababu unakuta mwanaume hapati furaha ndani. Maana kuta mwanaume yuko lazima mwage mke wake. Mimi niko kazini huko wiki, miezi miwili, kumbe hapo kwa mtoto wa 2000. Unaelewa kitu kama hicho kwa sababu vile vitu tunapopata kwa mtoto wa 2000 kwa mshangazi apate. Kwa hiyo tunajisahau sana jamani. Kusema wote 2000 sijui anaiba hamna. Yaani tujifunze kupitia mtoto wa 2000 jamani. Mashangazi tuchangamke. Hiyo mtoto wa 2000 wakiona lazima wakutengenezee sanamu. Ikiwepo na mimi mshangazi. Ndio. Kwa hiyo unaenda kama kungu hivi. Mmoja hapo. Tuchangamke jamani. Tunaibiwa. Tunataka wenyewe kuibiwa lakini. Sababu wenzetu kule wamechangamka. Yaani wamechangamka vibaya mno. Nikisema wamechangamka mnanielewa. Yaani wamechangamka. Kila sehemu yani. Kila kona. Kwa hiyo siibiwe hiyo vipi? Kila idara. Na hilo pia kwenye watoto wa 2000 hapo. So watoto wa kiume tuna watoto wa kike tuna watoto wa kiume pia unaizungumziaje? Watoto wa kiume pia ndivyo walio. Watoto wa kiume pia ni vizuri. Kwanza kuniambia kwamba na watoto wa kulelewa na mishangazi. Wanaume nao hawatimizi majukumu yao vizuri. Wanaume ambao sio wahitaji kwamba hawatimizi majukumu yao vizuri.
Kutimiza majukumu, yani sijakuelewa hapo. Mpaka mshangazi aenda kutafuta kijana mdogo kabisa. Yaani unakuta mume ndani atimizi majukumu. Majukumu, yani majukumu yale kwenye viwanja vyetu vile 6 kwa 6 atimizi vizuri. Ndio. Kwa hiyo nakuta mtu anakuwa kama hivyo yani pembeni na kimada chake pembeni. Kwa hiyo kiufupi niseme kwamba watoto wa 2000 ni kizazi cha kipekee sana, kwa sababu wanagombaniwa sehemu zote mbili, wanaume na wanawake. Wako vizuri yani kwenye sekta hiyo. Kwa hiyo lipi la kuwaambia sasa ni shangazi kwenye hili swala la kuto kuwachukulia poa wanaume wao? Mimi nasema washangazi wachangamke tu. Shangazi jamani, washangazi wenzangu changamke. Yaani mchangamke. Watu 2000 yani ni balaa, wanakuja moto na wanazidisha moto, yani tuchangamke jamani. Tusema wao tunaibiwa kumbe sisi wenyewe ndio sababu hatujiongezi. Tunajisahau majukumu yetu. Ndio. Ila wao majukumu haya hawayasahau. Majukumu yanatimizwa vizuri kabisa. Wako vizuri, kwa tuchangamke. Ndio hivyo. Basi na upande wa wanaume pia nao ndio hivyo yani, nakuta kamshika mshangazi habari yapati. Ndio. Mtu ana mumewe huko ampi majukumu yale 6 kwa 6 vizuri. Sasa kashampata, tunajua tena afanye kazi yake vizuri. Watoto wa sasa hivi wanakuambia kingasti. Nakuta natoa apeleka kule, sababu anajua majukumu yake 6 kwa 6 yanatimizwa. Akikaa pale full mechi. Kwa Mkapa hatoki mtu mpaka mshangazi mwenyewe anasema hapana, kwa kweli nilichelewa wapi kumjua huyo mtu. Hatari. Unalizungumziaje hili swala la watoto wengi wa kiume kufungiwa ndani na kulelewa, na wanapokuwa wanafungiwa ndani wanashindwa kutimiza majukumu yao? Unalizungumziaje hili? Sasa mwanaume analelewaje? Kwa mfano mwanaume alikuwa jishughulisha pambane. Ndio. Kwa hao watu wanaolelewa sio wanaume. Hamna, sio wanaume. Maana kunalelewa kuna design mbili. Kuna mwingine labda ameishi mkutana naye ana maisha yake. Unajua kuna kupanda kuna kushuka. Hapo naongelea wanaume design hizo mbili. Na kuna wale ving'anga wenyewe ambao wanaita vingasti. Na konki wale wanapenda kulelewa, wanapenda mtelemko. Kazi yake kuangalia TV. Kwa hapa naongea jamii ya kwanza. Kuna ule mwanaume ambaye kwamba ulishaanza naye maisha, alikuwa na maisha yake. Kwa hiyo unaishi naye kwamba kuna kupanda na kushuka, ameshuka. Labda wewe una kipato, hata kama umemzidi mwanamke kipato mwanaume. Unaweza ukamsaidia yule pale, uweze kumlea. Sababu si alikuwepo nacho. Amekosa, lazima ufanye nini? Umsaidie, ndo maisha. Ila kuna wale vingasti OG ndo nazungumzia hapa. Mwanaume hapendezi kulelewa jamani. Aibu. Mwanaume ndio upambane. Hata kama unaendesha kazi ya bodaboda unapata 2000 kwa siku, unauza genge, lakini hela mwanaume ni tamu jamani. Lazima utoe. Kwa sababu mwanaume ukimpa pesa mwanamke anakuwa anajisikia furaha sana. Hata ukimpa shilingi 100. Pesa mwanaume ni tamu kumpa mwanamke, asikwambie mtu. Hata kama mwanamke awe na mabilioni, awe na majukumu, yani majukumu mazito awe nayo ya pesa yani ukisema majukumu ina maana kama awe na kazi nzuri. Au amemzidi mwanaume kipato. Lakini mwanaume hata kama ana kipato kidogo kimpa mwanamke waga, yani sio nako tunalizika, yani kitu kidogo tu. Mwanaume kulelewa anadharaulika. Hamjui tu wanaume jamani. Heshima ya mwanaume ipo kwenye pesa. Vijana watafute hela. Ndio hivyo yani. Waache kulelewa. Haipendezi. Sasa kwenye hayo sasa hapo ni kuchomekea swali la kizushi sasa hapo. Hapo tumezungumzia pesa. Sasa katika vile viwanja, katika kitandani na pesa, lipi jambo la msingi sana? Maana tuelewi, wengine wanasema pesa, wengine wanasema kule kwenye yale mazingira mengine. Kipi ni jambo la muhimu sana katika hiyo? Jambo la muhimu mimi naona vyote tu. Ila jambo la muhimu bwana full mechi ni jambo la muhimu. Kwa hapa pesa hamna tena, unaweka pembeni. Hata kidogo uwe nayo, lakini kule kwa sababu unaweza kuwa na pesa pia ukakimbiwa. Ndio. Sio unaelewa kipengele hicho? Akapelekewa mwenzao anajua full mechi. Ndio. Kwa hata kama mwanaume anaitafuta
natafuta, lakini pia kwenye mambo yetu yale pia uwe mjanja. Usipokuwa mjanja watakuibia wenzio. Kwenye hilo ni kuulize tena hapo samahani kidogo. Kuna hili swala la mwanaume anapambana, anakuhudumia, anafanya kila kitu, lakini kwa namna moja au nyingine anashindwa kukuridhisha kitandani. Ili unalizungumziaje? Kwamba afocus na kutafuta pesa au aendelee kukuridhisha kitandani, kwa sababu hiyo ni vitu viwili na vitu vyote vinahitaji muda. Maybe nafsi yangu afocus kutafuta pesa. Au mambo mengine bwana anaelekezeka tu, mtu anaelewa. Kama kweli umempenda au mmependana. Lakini hiyo ndio sababu watu wanatoka nenda kwa watoto 2000. Watoto 2000 full mechi. Kule tunarudi. Kwa hiyo ndio hivyo. Natakiwa mwanamke wewe unamwandaa mumeo. Wao tunajisahau. Sababu unapomwandaa mumeo pia unampa nguvu na yeye ya kuwa happy, yani. Si unajua ile? Sababu yale mama anakuwa kama smanku. Vuta nikuvute. Sasa unakuta sisi wanawake wengine hatujui kumwandaa. Yaani kuandaa waume zetu. Ushanielewa? Tunasubiri ile cho. Kwa hiyo natakuwa tuwe na power, yani nguvu ya kumwandaa. Na mwandaa kwanza bibi wako kwanza, naye anapata power. Sio upande mmoja. Sio upande mmoja inogi. Unamwandaa na kwa nini? Yaani kwa namna gani na vitu gani ambavyo vinahitajika vifanyike? Yaani unamwandaa kwa vitu vingi. Unajua tena pale kitandani. Mara umemshika hapa, unamwamsha. Mara umembusu hapa nini. Unajua tena. Yaani unamwandaa. Kusema kumwandaa wenyewe mshaelewa jamani. Na vyakula vya namna gani? Makaranga ama nini? Vyakula kama nazi, karanga. Sasa watu mashauri tusikie vifurushi yote utafumbia na vifurushi. Ila mimi najua karanga, nazi, miogo. Vitu vingi tu. Mchuzi wa pweza unatia, unajua ashiki unatia nguvu ule. Kumbe vyakula muda mwingine vinachangia ile mambo yaende vizuri. Balaa. Kwa sababu mwanaume kama ajala hawezi kuamka. Yaani haina nguvu kabisa. Kwa shida. Na kuhusu sasa unaweza kusema mume wangu ana nguvu za kiume. Kumbe wewe mwenyewe maandalizi yako. Ndio. Kwa hiyo kienda kwamba hujawahi kuona mwanaume kwa shangazi mambo yamelala. Akienda kwamba tu 2000 mambo ya moto kabisa. Kwa hiyo ndio hivyo. Nitakiwa sisi wanawake unamwandaa mumeo, unamwandalia vyakula. Unamsaidia juisi ya tende. Unajua tena vyakula yale ya kutia nguvu. Mambo yanaenda sawa. Unaamsha, yani unaamsha. Yani tuseme mimi nasema mishangazi tuchangamke. Ndio 2000 wasitu. Japo wametuzidi lakini jamani sisi tuchangamke, tuamke jamani. Ule wakati wenu wa zamani murudishe upya sasa hivi. Turudishe upya, yani kama makungwi. Mnaanza upya. Tuanze upya jamani. Mimi na imani bwana watakuwa wamelipata somo hilo kabisa. Kuna kitu chochote sasa cha kuambia watoto 2000 na mishangazi? Na watu 2000 na hapa ongera zao jamani. Maana amechangamka mpaka amechangamka tena. Wanatufundisha sisi mashangazi. Japo sio wote. Maana kuna mishangazi wanaojua majukumu yao na wengine hawajui majukumu yao. Watu 2000 jamani wamechangamka. Ni balaa jamani, tujitahidi na sisi mishangazi. Mimi ni nani mpaka nipinge kwa yote ambayo umeendelea? Tukopo hapa na dada yangu, tumezungumza mengi sana kuanzia mwanzo wa kipindi chetu mpaka sasa hivi tunapofika tunatamatisha kipindi chetu hiki. Pendwa bwana, kama ni mara yako ya kwanza kutembelea katika YouTube channel yetu hii pendwa Nyayo TV, ni vyema kubonyeza kitufe cha alama ya subscribe hapo chini ili uwe miongoni mwa wanafamilia wapya wa YouTube channel yetu hii. Unaweza kutufuatilia kwenye mitandao yetu yote ya kijamii kuanzia Instagram, Facebook, X ambayo kwa sasa hivi ndo wanaita ambao zamani walikuwa wanaita Twitter kwa handle yetu ya Nyayo TV. This is Nyayo TV. Thank you for your time. Until next time.